الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa inaitwa TRM. Na tumesimama mbele yenu Waislamu. Tulikuwa ni ile mchango ya ule ndugu yetu muadhin, na imebaki shilingi 20,000 peke yake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kesho Allah akitujalia au kesho kutwa tuna peana hiyo amana kwa huyo ndugu yetu. Kwa hivyo Waislamu, hiyo imebaki ni shilingi 20,000 na tungependa tuchangie hiyo shilingi 20,000. Ni watu 20 watoe shilingi 1,100 au watu 10 watoe shilingi 2,200. Wallahi itakuwa imetimia. Kwa hivyo ndugu zanguni, mlikuwa mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtoe bado kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani ili siku ya mwisho tupate jaza yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zanguni, ni shilingi 20,000 peke yake imebaki. Tunaongoja hiyo shilingi 20,000 kutoka kwenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala azidishie mali yenu na umri yenu na awapatie watoto wema. Allah subhanahu wa ta'ala, mkifika mbele yake mwe mnapata bustani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotangulia mwalimu wangu kusema, tumefanya juhudi kubwa sana mashallah, Waislamu wote waliochangia na waliohusika katika swala nzima, ili Mwenyezi Mungu awalipe na waangalie kwa jicho ya rehema. Waislamu, katika hiyo 20,000 imebaki, angalau tungepata watu wawili, mmoja 10,000 mwingine 10,000, inakuwa tumemaliza, au watu 4, mmoja 5,000 mwingine 5,000 mwingine 5,000, inakuwa imeisha, au watu 20, mmoja 1,000 1,000 tunamaliza. By Tuesday tunataka tukabidhiane hiyo pikipiki, na kilichobaki tupatie ile family. Hii ni ile mchango ya ule muadhin wa kutoka Karai ambaye alikuwa na shida ya figo, yani figo zimefail, huwa anaenda dialysis kwa wiki mara 2, na tukajadiliana vizuri, tukaweka mpango angalau ipatikane pikipiki ambayo itakuwa inamsaidia katika, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanayohitajika. Watu wanajua ugonjwa inapoingia namna inavyogarama nyingi sana ugonjwa, so tukaweka katika hiyo mikakati inshallah, na tukaweza kuraise almost 230,000 Kenyan money, 230,000, bado shilingi 20,000, kwa sababu target ilikuwa ni 250,000, bado 20,000 inshallah tumalizie, tuweze kukabidhi, tuweze kuingia katika masuala mengine inshallah. Yote aliyehusika Mwenyezi Mungu awaangalie kwa jicho ya rehema. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na pia jambo la pili pia ni kuwashukuru ndugu zangu katika imani, kwa sababu kwa kweli safari hii mmetumenda vizuri alhamdulillah kufikia hapa. Kiwango ambacho kimepatikana ni 230,000, zimebaki shilingi 20,000, kwa sababu idadi ambayo ilikuwa inahitajika ni 2,500,000, na tayari 230,000 tayari imeshapatikana. Kwa kweli tunamshukuru sana ndugu zetu katika imani, na pia katika hii 20,000 ambayo imebaki inshallah tuweze kuharakisha kesho na kesho kutwa au kesho kutwa tuweze kumpelekea amana huyu ndugu yetu wa hizo sehemu za Karai. Nadhani tuko tumeelezea hizo siku za nyuma, na kama watakuwa ni watu 40 itakuwa ni 500, nadhani itakuwa ni bora zaidi tuweze kukamilisha zoezi hili. Na kumbuka ndugu yangu Muislamu, hii sadaka ambayo unaitoa Mwenyezi Mungu anaiona na Mwenyezi Mungu atailipa. Hakuna kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu atakosa kukulipa.
na kwa sababu kila kitu ambacho tunachokifanya tunafanya kwa sababu ya kutafuta akhira, tunatafuta kwa sababu ya, tunatoa kwa sababu ya kutafuta janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutoe kwa sababu sadaka ni miongoni, tulisema ya kwamba sadaka ni kinga, sadaka ni kinga ya mambo mbalimbali, maradhi, mambo ya hatari. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba yatibuni maradhi yenu kwa kupitia sadaka. Kwa hivyo kwa kutoa sadaka, kama tuna maradhi mengi sasa hivi, msongo wa mawazo, maradhi ya moyo, na maradhi mengine pia ya mwili na kiroho, mengineo mengi kama hayo mfano wake tunayo ndugu zetu katika imani. Kwa hivyo wakati tunapotoa, tutoe tukiwa tunanuia matatizo yetu tuliyokuwa nayo, shida zetu tulizokuwa nazo ndugu zetu katika imani, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi. Sadaka hizi ambazo tunazozitoa ni kwa sababu tunahitaji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Tulisema ya kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa anazungumzia biashara, akasema ya kwamba niwajulisheni biashara ambayo mtakaoifanya itamwepusha nini na adhabu yumizayo. Kwanza kabisa ni kumwamini Mwenyezi Mungu, pili ni kumwamini mtume wake, alafu tena watujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum, ni kupigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali na nafsi. Sisi tulisema kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba nafsi tunazo, sauti tunafikisha pahali popote tunapokwenda, lakini ndugu zetu mtihani wetu ni mali. Tunawatarajia nyinyi, tunaangalia nyinyi ndio muweze kutukamilisha kwa upande wa pili, na Mwenyezi Mungu atawalipa. Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi katika biashara zenu, katika watoto wenu. Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi, ataweza kuwalinda, na pia biashara zenu Mwenyezi Mungu zitakuwa na faida. Mwenyezi ataweza kuzilinda kwa dhidi ya hatari na mambo mengine kama hayo. Vile vile Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi pia kwa mambo mengine mengi tu, kuna maradhi, kuna mambo ya ndoa na mambo mengine kama hayo. Tuhakikisha kwamba wakati tunapofanya zoezi hili tunanuia sadaka hii ya kwamba naitoa kwa sababu ya jambo fulani ambalo ninakuomba Mwenyezi Mungu niweze kunifanyia wepesi, iweze kuwa na wepesi, na pia Mwenyezi Mungu ataweza kukufanyia wepesi katika mambo hayo. Nisiweze kuendelea sana ndugu zetu katika imani, kwa sababu pia ndio tumefika, alafu tena tunaingia kwenye kipindi cha muhadhara. Tunaingia kwenye kipindi cha muhadhara. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi sote inshallah, na tuongoze zaidi katika njia iliyonyooka, na vile vile katika siku ya mwisho atuingize katika pepo ya Firdaus ya daraja la kwanza, Firdaus al-Aala, ile pepo ya daraja la kwanza kabisa, ambayo Mwenyezi Mungu tunamuomba kila siku aweze kutuingiza katika pepo hiyo, kwa sababu hatujui kwamba siku yetu ni ipi, na leo ni mimi, kesho ni mwingine, kesho ni mwingine. Matatizo haya tunayo kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuleta duniani ikiwa ni sehemu kama katika sehemu ya mtihani. Uwe nacho usiwe nacho, hiyo yote ni mitihani ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu zetu katika imani, tumalize tufanye zoezi hili haraka tuweze kulikamilisha, ili kesho tuweze kupeleka hiyo amana inshallah, waweze kuanza shughuli zao na mambo mengine kama hayo, na Mwenyezi Mungu atawabariki zaidi inshallah, na atafanyia wepesi kwa mambo yenu, na sisi sote tuseme amin inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa afwan minkum jami'an inshallah. Wa alaikum salam warahmatullahi. Catholic. Okay. Ulikuwa Katholiki. Umesadiki sana. Sana. Huyu alikuwa Mkatholiki. Na yule anashika kamera alikuwa Mkatholiki. Na sijui kwa nini wametoka huko kwa Waislamu. Okay, ni kwa nini? Wewe hujatoka. Na mimi natumai utatoka tu. Kwa sababu gani? Nitakuonyesha. Ndugu yetu anauliza kwa nini umesema Mshina? Mshina. Ndugu yetu Mshina yeye ni Mkristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa inaitwa TRM. Hili roundabout area ya TRM, na niko na ndugu yetu hapa anaitwa John. Hebu rudia swali yako. Naitwa John. Wewe unaitwa John? Mimi naitwa John. Nauliza kanisa yako? Catholic. Wewe ni Mkatholiki. Na ulisadiki sana huko. Barikiwe sana. Haya, swali yako injika. Nilikuwa nauliza kwa nini nyinyi mko na maguo mazuri hivi?
Kwa nini kwa nini sisi Waislamu tunavaa nguo mzuri na ni mrefu nguo nzuri sana? Asante sana. Unasomanga Biblia? Nasomanga Biblia. Hujawahi ona kanzu kwa Biblia? Naionanga. Unaionanga? Haya. Baba, tuulize Yesu. Tuvaange kanzu ama tusivaange kanzu? Sasa sisi tunajifunza kwa Yesu. Sawa? Kitabu cha Luka baba 3:11. Hii ni mambo ya Biblia. Biblia no. Hata 11 mwalimu wangu. Mtu wa nyumba. Mimi ni mtu wa nyumba. Hata huyu ni mtu wa nyumba. Kama ndo aje unasikia? Karibu. Kodo kale mno. Kweka. Akawajibu akiwaambia, huyu ni Yesu anajibu wanafunzi wake akasemaje? Mwenye kanzu mbili. Mwenye ngapi? Mwenye kanzu mbili. Na mpe asiye na kanzu. Yesu anatuambia mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Mimi niko na nyingi nyumbani na nafuata amri ya Yesu. Yesu ananiambia kama uko na kanzu mbili, mpe ndugu yako ambaye hana kanzu. Mimi niko na mbili. Sawa? Moja imevuliwa jana, haijakauka bado. Sasa mimi nafuata amri ya Yesu. Mimi nataka nikupatie kanzu ambaye nimepewa amri na Yesu. Sawa? Wewe mshiri utachukua hiyo kanzu? Nitachukua kesho. Utachukua. Mshiri ukachukua kanzu, ukavaa ile kanzu, ukatembee mtaa mahali unafanya kazi ama nyumbani. Wale watu wakikuona watasema amekuwa nani? Sijui watasemaje. Si watasema umekuwa Muislamu. Watasema huyu amebadilika. Amekuwa Muislamu. Amebadilika, huyu amekuwa Muislamu. Asante sana. Kwa hivyo Yesu anataka sisi tuwe nani? Tuwe Waislamu. Tuwe Waislamu. Asante sana. Mambo ya Walawi bana. Baba, je, Yesu anatuambia tuvae kanzu. Tuulize Walawi kanzu ni kitu aina gani? Moto wa nyumba. Ni moto wa nyumba. Ndio mwe. Walawi 16. 16:4. Inasema mwalimu wangu. Ndio baba. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Tunaambiwa atavaa ile kanzu takatifu ya kitani, sawa? Kanzu ni mavazi matakatifu, sawa? Haya, twende baba. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Tunaambiwa atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Niko na hii. Sio hii. Hii. Anavaa kanzu na atakuwa na suruali za kitani mwilini mwake, sawa? Haya, twende baba. Atafunga ule mshipi wa kitani na atakuwa na mshipi wa kitani ndani hapo kwa suruali. Haya, atavaa ile kofia ya kitani na atavaa kofia ya kitani, ndio hii. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Tunaambiwa kanzu, suruali, mshipi, kofia ni mavazi matakatifu, sawa? Kwa hivyo kama tutavaa mavazi matakatifu na sisi lazima tuwe watakatifu. Asante sana. Umeelewa? Hii ni maneno ya Yesu. Acha tuende Katoliki sasa. Kidogo nataka nikufundishe Katoliki. Baba. Uko Katoliki kwa kanisa yenu kuna sanamu ya Maria? Iko. Na Joseph. Na Joseph. Na Yesu ambaye ni mtoto amebebwa na Maria hivi. Ako. Tuulize Biblia. Hizo sanamu zinafaa ama hazifai? Mambo ya Matendo baba 21. Tuulize Musa. Musa mtume wa Mungu, sawa? Mushina. Musa ni mtume wa Mungu, sawa? Haya, tuulize Musa. Twende baba. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mungu akanena maneno yote akasema. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Musa anaambiwa ametolewa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Musa alitolewa katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ukisikia miungu maana yake ni masanamu. Twende baba. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Musa anaambiwa na Mungu asijifanyie nini? Sanamu ya kuchonga. Lakini Wakatoliki wamechonga nini? Iko. Twende baba. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ukiangalia huko mbinguni, usiku kuna manyota, sawa? Kuna mwezi, sawa? Mchana kuna jua na kuna mawingu, sawa?
unaambia chochote iko juu mbinguni usichonge ukafanya sanamu. Twende baba. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho chini duniani. Duniani kuna wanadamu, kuna wanyama. Wala kilicho majini chini ya dunia. Wala kilicho chini ya dunia, yani chini ya maji. Kule kuna samaki, kuna mamba. Twende baba. Usivisujudie wala kuvitumikia. Musa anaambia watu wasivisujudie hizo viumbe wala wasivitumikie hizo viumbe. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Tunaambiwa Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, sawa? Ina maana wivu yake inatupeleka adhabu, sawa? Umeelewa? Kwa hivyo nyinyi wa Katoliki mumechonga sanamu na ziko. Kwa hivyo ukichonga sanamu unaenda wapi? Tunaenda motoni. Mungu anasema tusichonge masanamu. Tuangalie, tunaambiwa tukimbie ibada ya sanamu. Uko kanisa ya Katoliki, mkiingia kwa mlango kuna salamu ya Maria, sawa? Mnapigianga magoti, mnasema Maria mama wa Mungu, umejaa neema, utusamehe sisi wakosefu. Mnaomba msamaha sanamu ya Maria, sawa? Asante sana. Kitabu baba. Wakorinto ni wa kwanza ni wa pili, 10 na ngapi? 14 Wakorinto wa kwanza. Sikiza sasa. Kama unaombanga sanamu, sikiza Mungu anasemaje. Inasema mwalimu wangu. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Tunaambia tukimbie ibada ya nini? ya sanamu. Tukiona mahali kuna sanamu sisi tutoroke. Asante sana. Twende baba. Nasema kama na watu wenye akili. Anatuambia sisi kama ni watu wenye akili. Kama uko na akili mahali kuna sanamu ukimbie. Na kuanzia leo unafaa kufanyaje? Kuanza bio. Sasa kama utatoroka huko, ingia kwa Muislamu ndugu yangu, okoa maisha yako na moto ya jahannam. Unajua maana ya Uislamu? Sasa ndio umejua. Haya Qur'ani baba. Sasa leo tunakufundisha Uislamu. Kwanza hao wa Kristo Qur'ani imewasifu. 382 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni Mayahudi na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Tunaambiwa ni Mayahudi ndio maadui ya Waislamu, sawa? Na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu, sawa? Unajua mushrikina ni nani? Mushrikina ni yule anakuwekea bango barabarani, anakuambia anatibu kisirani, anatibu mapenzi. Kwani mapenzi ni ugonjwa? Mapenzi si ugonjwa. Watu wakipendana si wanaoana? Ndio mapenzi inadumu ama namna gani? Huyu anakuambia anatibu mapenzi, anatibu kesi kotini na yeye si lawyer. Unaona sasa? Sasa huyo ndio tunaambiwa ni washirikina. Haya twende baba. Inaenda kusema na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Wale walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanayosema sisi ni Wakristo, sawa? Ulipokuja hapa na kuuliza ukaniambia wewe ni Mkristo. So Muislamu ndio rafiki yako. Qur'ani ako karibu. Muislamu ndio rafiki yako aliye karibu, sawa? Shuka chini baba. Haya ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoni na wachao Mungu. Hawa Wakristo tunaambia wengine baadhi yao kuna wanavyoni na wale wanamcha Mungu. Yaani wale wanaogopa Mungu na wanafuata maamrisho ya Mungu. Na kuna wanachuoni maana yake wasomi. Twende baba. Na kwa sababu hao Wakristo watakabari, kwa sababu hawa Wakristo hawana kibri. Wakijua haki hufuata. Wakijua haki hufuata. Ina maana haki hujajua. Umeelewa? Asante sana. Qur'ani baba. 2:253. Mimi naye tumetokana na Adam na Eve, sawa? Tumetoka huko. Unajua imani ya Adam na Eve ilikuwa ni gani? Hiyo si ni ile mashida ilikuwa. Hiyo ilikuwa Adam and Eve. Adam and Eve walikuwa Waislamu. Leo tutajua kwa Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio.
Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nao Nabii Adam. Tunaambia watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Adamu, sawa? Ndio Muislamu wa kwanza Mungu alipomuumba duniani akakuwa Muislamu, akapewa Uislamu. Adam na ndivyo. Maliza haya baba, hujamaliza. Kisha wakahitilafiana. Kisha wanadamu wakahitilafiana baada ya Adamu kutoka duniani, wanadamu waliobaki wakahitilafiana. Wengine wakasema hapana, wacha tuabudu sanamu. Wengine wakasema wacha tuabudu jua. Wengine wakasema wacha tuabudu mwezi. Wengine wakasema hapana. Ngoja tutaenda huko mzungu. Mzungu naye ni binadamu, ni mtoto ya Adamu. Sawa? Wakahitilafiana. Twende baba. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Kisha Mwenyezi Mungu akawaleta manabii wanaoonya hawa wanadamu wasije wakasema Mungu ni zaidi ya moja. Na pamoja nao akateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki. Pamoja nao akawapatia vitabu vilivyoshikamana na haki. Umeelewa? Hizo vitabu tutaenda kwa hizo vitabu. Nasemaje? Haya, vitabu baba. Ni 21. Hapo 21. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Wale katika ahli kitabu, wale waliopewa vitabu, tuliowapa kitabu, walipewa kitabu, Taurati, Injili, Zaburi, wakakisoma kama ipasavyo kukisoma, bila kupotoa tafsiri yake wala kutoa hili na kutia lile, wala kutoa tafsiri yake wala kuweka hili na kulitia lile. Hao huiamini hii Qur'ani, wakasilimu, wakakuwa Waislamu. Kama umesoma Taurati, ukasoma Injili, ukasoma Zaburi, ukisoma hii Qur'ani, utaamini hii Qur'ani, unakuwa Muislamu. Umeelewa? Je, hii dini ambayo Adam ameleta duniani, tuna udhibitisho ya pili 3:19 hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Ni ya Uislamu. Rudia andiko vizuri baba. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Je, kama dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, je, ina kombo au imenyoka? 626 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Tunaambia sisi wanadamu, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wetu iliyofanyaje? Iliyonyoka, sawa? Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Kisha tunaambiwa tufanyeje? 30 aya 30 twende. 30. Kama umeona hii njia iliyonyoka, unaambiwa ufanyeje? Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Tunaambiwa tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa, sawa? Uko na uso? Mimi niko na uso. Yangu imeelekea kwa dini iliyo sawa sawa, sawa? Na yako inafaa ielekee huko. Twende baba. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alioumbia watu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyokuumbia wewe mtu. Yaani dini hii ya Kiislamu. Inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Tunaambia inafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini iliyo haki. Hii ndio dini iliyo ya haki, na Adam tumeambia ameleta dini ya haki. Tunaambia tena Mwenyezi Mungu, hii ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Kama wewe ndugu yangu huko unajua. Siko najua kweli. Sasa si umejua? Asante sana. Tunaambia tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Umeelewa? Qur'ani 5:3. 3. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mwenyezi Mungu anatuambia leo ametukamilishia dini yetu. Na kukutimizieni neema yangu. Na ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mwenyezi Mungu ametupendelea Uislamu iwe dini yetu. Umeelewa? Umeelewa. Sasa kama Mungu amekupendelea Uislamu uwe dini yako, ndugu yangu, unaongoja nini? Hakuna kungoja sasa. Hakuna kuongoja. Asante sana. Qur'ani baba 2, Qur'ani 3:102. Sikiza Mungu anakuambiaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mliamini. Umeamini Mwenyezi Mungu?
Nimeamini. Sote tumeamini Mwenyezi Mungu. Na hapa Mungu anatuuliza enyi mlioamini. Twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Unamcha Mwenyezi Mungu? Haya twende baba. Wala msife Wala tusikufe isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu tusikufe kabla hatuja kuwa nini? Kuwa Muislamu kamili. Hatujakuwa Waislamu. Kwa hivyo usikufe kabla hujakuwa Muislamu. Sawa ndugu yangu? Umeelewa? Nimeelewa. Asante sana. Karibu sana katika Uislamu. Thank you. Qur'ani 3:85. Acha nikuongezee moja ndio uende pengine unaenda kazi. Ama namna gani? Wako jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Tunaambiwa hapa anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi itakubaliwa kwake. Mwenyezi Mungu anatuambia haitakubaliwa kwake. Naye akhera atakuwa wenye hasara kubwa kabisa. Na siku ya mwisho utakuwa katika hasara. Ukikataa Uislamu utakuwa na hasara siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Inafaa uwe na faida siku ya mwisho. Usiwe na hasara. Sawa ndugu yangu? Sawa. Karibu sana katika Uislamu. Unasemaje? Hata mimi nimefurahi. Karibu sana. Tunakukaribisha sana. Karibu sana. Uko tayari kuwa Muislamu? Hiyo iko sawa. Iko sawa? Sitakupa kabla hujakuwa Muislamu. Sawa, karibu sana. Na wewe una swali gani ndugu yangu? Mimi sina swali. Mimi naijua. Kuhesabu tasbihi. Tasbihi ndio hii, sawa? Inabebwa na wazee, sio vijana kama wewe. Wale wazee kama mimi wamechoka akili. Wakihesabu hisabu inapotea. Akihesabu na vidole anahesabu inapotea. Hii ni 99. Sawa? Unasema astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Maana yake unamtukuza Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Karibu sana. Na wewe ni Mkristo? Hujaona kwa Biblia? Haya, kitabu cha ngoja kidogo zinakufundisha tu. Kitabu cha Yeremia baba 6:4. Kumbukumbu la Taurati. Ni kumbukumbu 6:4. Karibu sana baba. Kuna swali nzuri, bonge la swali. Mashaallah, karibu sana. 6:4 kumbuka la Taurati. Inasema mwalimu wangu. Asikiza. Ndio baba. Israeli. Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Yesu Musa anamwambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana wangapi? Mmoja. Haya twende baba. Mpende Bwana Mungu wako. Kisha anawaambia wapende Bwana Mungu wao, sawa? Haya twende. Kwa moyo wako wote. Tena unaambia kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Yatakuwa katika moyo wako. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Na unaambiwa wafundishe watoto wako kwa bidii. Ndio leo utakuta Waislamu wako na madrasa pale msikitini. Na tunaambiwa tuandike juu ya nyumba yetu. Ukifika msikitini utakuta imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Twende baba. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Tunaambiwa tukiketi ndani ya nyumba yetu tuyanene. Hata utembea hapo njiani. Nikitembea niyanene Mungu ni mkuu. Na ulalapo. Na nilalapo niseme Mungu ni mkuu. Na uondokapo. Na niondokapo niseme Mungu ni mkuu. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Iko mkono wangu hapa. Nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Hii ni utepe, si utepe. Hiyo ni Biblia. Umeelewa? Ndio. Na umefahamu karibu sana. Kaka, karibu. Mimi naitwa Ali. Na wewe? Jina langu ni James Jenga. James Jenga. Barikiwe sana. James, una swali ya kuuliza Waislamu? Naulizaga hivi. Kuna msikiti na kuna church. Kuna msikiti na kuna church. Kwa church. Sasa hii kama tu hii sauti ongeza. Hapa hivi kidogo hapa ustaz. Alafu sasa nikienda hapa na hesabu kanisa kama 5. Hata zaidi ya 5. Kuanzia hapa na msikiti ni moja. Na kwani huyu Mungu tunaambiwa ako. Kwani anaobawa aje? Sababu hizi vitu ni mingi sana. Ni Mungu mgani wa ukweli? Utakuta unahesabu kanisa 20 na misikiti ni ngapi? Moja. Ni amwe. Sawa? Qur'ani baba.
72. 18. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa misikiti yote ni ya nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo misikiti yote ni ya nani? Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Na msikiti haijengwi bila mpango. Sawa? Tunajenga msikiti kidogo, watu wakikuwa wengi inapanuliwa. Haiwezi jengwa msikiti hapa na pale TRM. Umeelewa? Area hii yote msikiti umeona ni moja, sawa? Ni kweli. Hakuna nyingine. Ama ikuwe mbili na hao watu ni wengi. Umeona sasa? Ile ndio inapanuliwa ama inatafuta kiwanja nyingine kubwa, inajengwa nyingine kubwa. Umeelewa? Sasa tujue makanisa ni ya nani? Unasemaje? Na hiyo makanisa. Hiyo makanisa. Leo tutajua wewe ni Mkristo. Mimi siko Mkristo, sababu hata sijaiokoka, hata wokovu ni bado. 11. 17. Twende baba. Lakini katika kuagiza haya siwasifu. Huyu ni Paul anasema katika kuagiza haya siwasifu. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Mnakusanyika si kwa faida bali nini? Hasara. Kuna mahali watu wakikusanyika wanapata hasara, sawa? Haya twende baba. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Kwa maana kwanza mkutanikapo wapi? Kanisani. Haya twende baba. Nasikia kuna faraka kwenu. Nasikia kuna faraka kwenu. Maana hawaelewani. Sawa? Hawaelewani sababu mmoja anajengea hapa, nyingine pale, nyingine pale. Na Mungu wao ni ngapi? Moja. Na ile Yesu anasema ni ngapi? Moja. Na kwa nini wasishikane wakajenga kanisa moja kubwa? Kwa hivyo kanisa ni nyumba ya hasara. Asante sana. Na kuongezea nyingine. Ongezea nyingine. Watu Ufunuo baba. 2. 2. 12. 2:11. 2:11. Inasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Hapa ni malaika anaongea. Na kwa malaika lililoko kanisa Pergamo ifanyaje? Sijaelewa vizuri. Rudi andika. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Lililoko Pergamo iandikwe. Sawa? Kuna kanisa ilikuwa Pergamo. Huyu ni mtu anasema hiyo kanisa pia iandikwe. Haya twende baba. Haya ndiyo anenayo. Yeye aliye na huo upanga mkali. Kuna mtu ako na upanga mkali, huyo ni Ibilisi. Ako na panga mkali. Twende baba. Wenye makali kuwili. Hiyo panga ina makali upande zote mbili. Napajua ukaapo. Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Ndipo penye kiti cha enzi cha nini? Cha shetani. Kwa hivyo kiti cha shetani iko kanisani. Sasa wewe usiende huko ndugu yangu, enda msikitini, nyumba ya Mungu. Umeelewa? Lakini kila kitu inakuaga na kuanzia. Usiende ukikwama. Kwanza utulize moyo. Uelewe nini unafuata. Sababu hapa ni kama njia 16 ziko hapa, unaambiwa hii kienda nayo inapumzikisha. Hiyo yote tumeambiwa ni kanisa. Kanisa hiyo yote tunaambiwa ni ya nani? Ya shetani. Sasa utaenda kwa shetani? Hapana. Na tunaambiwa misikiti yote ni ya nani? Ya Mungu. Enda nyumba ya Mungu ndugu yangu. Hiyo anaweza kubali lakini hiyo lakini ndio maana kanisa zikawa mamilioni. Toa hiyo lakini. Sawa, nitatoa. Wewe unaonaje jiunga na Uislamu? Wewe Muislamu. Sitajiunga kwa leo. Sababu leta swali lingine. Ngoja kidogo. Leta swali. Swali lingine. Swali kwa saa hii sababu sikuwa nimejitayarisha, tutapatana. Najua sababu tumekutana, tumeelewana. Nikienda nifikirie, nitakuwa na maswali mingi kuliko leo. Yenyewe nilikuwa na haja nayo. Nielekeza. Umepata mwelekeo. Na mwenye hapo anajua, anaelewa. Asante sana. Unajua kuna semekana mtu anapotea juu ya kukosa kujua. Kweli. Na ukitaka kujua kitu, kwanza chunguza vizuri. Usikute tena umeingia mahali unaitishwa kafara ya mama yako. Hatuitishi kafara hiyo mtu yote. Ukisilimu ni faida kwa nafsi yako. Ukikataa kusilimu ni hasara kwa nafsi yako. Sawa? Ni hasara kivipi? Hasara kivipi? Qur'ani baba.
385. Hasara ndio sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, Unaambiwa anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi itakubaliwa kwake, haitakubaliwa kwako. Hiyo ndio hasara. Twende baba. na akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa, Na siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa. Umeelewa? Umeelewa? Naelewa. Qur'ani baba. Hiyo 3:102. kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini, umeamini Mungu? Nimeamini kuna Mungu. Haya twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Unamchanga Mungu kama ipasavyo kumcha. Sijaielewa sababu. Unamwabudu Mungu kama ipasavyo kumwabudu? Namwabudu. Haya twende baba. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Wala tusikufe isipokuwa tumekuwa Waislamu kamili. Ukikufa kama wewe si Muislamu, jahannam ndugu yangu. Ukikufa ukiwa Muislamu unaenda paradiso. Umeelewa? Haya, karibu sana katika Uislamu. Sisi tunakufundisha tu. Ni hiari yako kusilimu. Kusilimu na zasilimu. Lakini niende nikae chini kwa kila kitu yenye inahusikana na Mungu wangu. Lazima nikuwe na yeye mwenyewe. Sababu Mungu ndio huwa anaongoza. Huwa anaongoza. Ukiomba Mungu useme ewe Mwenyezi Mungu niongoze katika njia yako iliyonyoka, atakunyoosha, atakuongoza. 626 baba. Hata nikiamua nikuokoka siwezi hata chache. Hata kuokoka hakuna, kuokoka ni siku ya mwisho. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Unaambiwa na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyofanyaje? Nyooka. Sasa wewe njia iliyonyoka ni Uislamu, ingia katika Uislamu. Sheria? Kweli naona hivyo. Imenyoka. Umepata bahati, hii ni free kick Mungu amekupatia. Mungu goli manangu. Ni kweli? Lakini kwa leo hapana. Kwa leo hapana. Ni mzuri. Na sina pingamizi yoyote. Sababu hata nikiamua ni leo. Yeko chache hapa na Waislamu hapa. Mimi naruka kwa Waislamu. Asante sana. Wakristo wanasemanga wanaokoka? Haya, Petro wa kwanza baba. 2:5. Hakuna uokovu, uokovu ni siku ya mwisho. Na mwisho hatujafika. 1:5. Waraka wa Petro kwanza. Inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, sawa? Haya twende baba. Hata mpate wokovu, hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tayari kufunuliwa wakati gani? Mwisho. Mwisho tumefika? Bado. Sasa mtu akikwambia nimeokoka anajidanganya. Na anakudanganya ni uongo. Sababu hapo hai. Hajakufa. Kwani amekufa na akafufuliwa akapewa hisabu yake? Hapana. Siku ile utapewa hisabu yako na Mungu ndio utajua hapa umeokoka au umeenda jahannam, sawa? Sasa hata mimi nikisema ni kuokoka, ndugu yangu hajaokoka. Yani ukisema ni kusilimu kwa Muislamu, utamfikishia polepole. Walimu wako hapa. Hao vijana wote ni Waislamu. Ni walimu. Msikiti iko pale, unafundishwa namna ya kujadiliana na mke wako. Sawa? Na namna ya kufanya ibada. Na usimlazimishe. Kweli, ile mpaka apende Uislamu ni dini yake. Na mimi siwezi enda mahali kama hatujajadiliana na yeye. Nione yeye mwenyewe ameona hii baba akitumia hii njia tutaenda mbali. So lazima hata kama ni Muslim yeye akuwe hapo, sababu hawezi hata na njia moja chafu na nyingine iko straight. Asante sana. Ungeokoa wewe maisha yako kwanza, alafu uokoe ya mke wako. Ukikufa ataolewa na mwingine. Aseme hi darling, how are you? I love you. Na mwanaume mwingine na uko kaburini. Ni kweli. Na hata yeye akikufa utaita mwingine hi darling, how are you? Ni kweli. Ni kweli, sawa? Hamtaingizwa kwa kaburi moja, kila moja matendo yake. Umeelewa? Kwanza okoa maisha yako, alafu ya mke baadaye.
Mimi yenye nazaulisha ya mwisho, yani ya mwisho, sahani chafu na safi ukiwekelea juu yote iko aje? Zitakuwa chafu. Karibu sana.